Dunia ina vivutio vingi vya kipekee vinavyobeba historia ya maeneo husika na kuongeza ushawishi wa kutembelewa na watu mbalimbali kutokana na upekee wa rasilimali zilizopo katika maeneo husika. Moja ya maeneo hayo ni hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma, hifadhi iliyopo kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara kwenye mkoa huo wa Mtwara uliopo kusini mashariki mwa Tanzania ndani ya Afrika Mashariki. Hifadhi hiyo iliyoanzishwa mnamo mwaka 2000 chini ya sheria namba 29, sheria ya hifadhi za bahari na maeneo tengefu Tanzania ya mwaka 1994, iliyopo chini ya kitengo cha hifadhi za bahari na maeneo tengefu Tanzania kilichopo ndani ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na vivutio mbalimbali vya kipekee na vyenye kuvutia, ikiwa ni pamoja na milima ya mchanga inayoipa hifadhi hiyo mvuto wa aina yake, fukwe safi, uwepo wa nyangumi ambao hutumia hifadhi hiyo kama sehemu ya kuzaliana, uwepo wa samaki wa aina mbalimbali wenye mvuto wa aina yake wanaojivinjari kwenye miamba ya matumbawe yenye afya, uwepo wa pomboo, kasa, viboko, mamba na hata uwepo wa ndege wa aina mbalimbali wanaongeza umaarufu kwenye hifadhi hiyo. Hifadhi pia inafanya kazi kwa kushirikiana na jamii, taasisi za kiraia na serikali. Pamoja na vivutio hivyo vyote, watalii wanaotembelea katika hifadhi hiyo ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma wanajionea pia visiwa mbalimbali, maelfu ya hekari za msitu mnene wa mikoko ambayo ni makazi ya viumbe mbalimbali na vivutio vingine vingi. Mtazamaji, karibu kwenye makala hii maalum inayoangazia historia na vivutio mbalimbali vilivyopo kwenye hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma. Imeandaliwa na kusimuliwa kwako nami Karim Faida kutoka Faida Online TV. Mustafa Isa ni mhifadhi bahari wa hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma. Hapa anaelezea sababu ya kuanzishwa kwa hifadhi hiyo. Kipindi cha nyuma, miaka ya 90 kuja mpaka 95, ni tafiti nyingi zilifanyika katika eneo la Ghuba ya Mnazi pamoja na eneo la maingilio ya mto Ruvuma, na hizi tafiti zilikuja na kubainisha nini hasa kipo katika haya maeneo. Ilibainika kwamba ni maeneo ambayo yana bioanuai kubwa. Tunazungumzia matumbawe, nyasi bahari pamoja na mikoko, ambavyo vitu hivyo kwa ujumla ni muhimu kama mazalia ya samaki pamoja na viumbe wengine baharini. Na hawa samaki ndio hasa ambao wananufaisha jamii zetu hizi ambazo ziko pwani. Kutokana na uwepo wa umuhimu huo, serikali iliona ni busara ikalitenga eneo hili mahususi kwa ajili ya uhifadhi ili kuchagiza matumizi endelevu ya hizi rasilimali. Mwaka 1999 kilifanyika kikao mkoani Mtwara na yakapitishwa maazimio rasmi ya kuanzisha hii hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma. Katika kikao hicho kilijumuisha wanajamii, watafiti mbalimbali, taasisi za serikali na taasisi binafsi. Kwa pamoja waliazimia kuanzisha hii hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma ili kuhakikisha kwamba hizi rasilimali ambazo zipo zinatunzwa na zinaendelea kuwepo kwa kizazi hichi na vizazi vijavyo. Ipi ni sifa ya hifadhi hiyo ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma? Mustafa Isa anatanabaisha. Hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma kiujumla inasifika kwa kuwa na bioanuai kubwa, kuwa na viumbe wengi mbalimbali, hasa katika maeneo ya pwani pamoja na maeneo ya bahari. Kwa kuanza, labda tungezungumzia uwepo wa matumbawe. Tunapozungumzia matumbawe, tunazungumzia ni sehemu ambayo ni makazi, sehemu ya mazalia, lakini sehemu pia ya malisho kwa viumbe wa baharini. Lakini mbali na matumbawe, hii hifadhi pia ina nyasi bahari nyingi sana. Hizi nyasi bahari pia ni muhimu, ikiwa ni kama chakula cha viumbe wa baharini, lakini pia ni sehemu ya makazi pia. Lakini mbali na nyasi bahari, hii hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma inasifika kwa kuwa na msitu mkubwa wa mikoko katika huu ukanda wetu. Kuna ekari za mikoko takriban ekari 8,000 ambazo ni muhimu kama sehemu ya mazalia, sehemu ya malisho, lakini pia hii mikoko ndio inalinda hasa haya maeneo yetu na jamii zetu za pwani juu ya vimbunga mbalimbali. Lakini mbali na hiyo, hii hifadhi ya bahari imebarikiwa kuwa na sand dunes, tunaita milima mchanga. Kuna mikusanyo mikubwa sana ya michanga katika hii hifadhi, ambayo hii milima michanga
Kwanza kabisa imekuwa ni sehemu nzuri kama sehemu ya kivutio cha utalii. Watu wengi wanafurahi kuja na kuburudika katika maeneo haya. Lakini mbali na hiyo, hii milima mchanga ni muhimu sana kwa ajili ya mazalia ya viumbe ambao wapo kwenye hatari kubwa ya kutoweka. Hapa nazungumzia kiumbe kasa. Kiumbe kasa amekuwa bado anategemea kurudi nchi kavu kwa ajili ya kutaga mayai yake. Sasa wamekuwa wakija kwenye hii milima ya michanga na kutaga mayai, baadaye vitoto vinaanguliwa vinarudi baharini. Mbali na fursa hiyo ya utalii, hii milima ya mchanga imekuwa ni muhimu sana kwa ajili ya mazalia ya hawa viumbe kasa. Hifadhi hiyo pia inapokea makundi mbalimbali ya ndege wanaohama kutoka mabara tofauti, ikiwa ni pamoja na bara la Asia, bila kusahau bara la Ulaya. Na hii ndio sababu hasa imepelekea mwaka 2000 ili shirika la kimataifa la ndege likasema kwamba hili ni moja kati ya maeneo muhimu ya ndege, ikaipa hifadhi IBA namba 28, ikimaanisha Important Bird Area namba 28. Na hifadhi yetu imekuwa ina ndege wengi, ndege wa kukaa moja kwa moja, lakini ndege wa kuhama kwenda na kurudi. Pamoja na hayo, kwenye eneo letu la Bay, nazungumzia eneo la Ghuba, kuna visiwa vitatu: kisiwa cha Namponda, kisiwa cha Membelwa pamoja na kisiwa kidogo. Hivi visiwa vimekuwa ni muhimu. Kwanza kabisa vina misitu mikubwa ya mikoko, lakini pia imekuwa ni maeneo muhimu. Wale ndege ambao wanahama wamekuwa wakitumia visiwa hivi kama maeneo ya kupumzika pamoja na kupata chakula, lakini wengine wanatumia visiwa hivi kwa ajili ya kutaga mayai na kukuza vifaranga vyao. Mtazamaji, ndani ya hifadhi hiyo utashuhudia pia utalii wa utamaduni na ule wa kihistoria. Uwepo wa maingiliano ya mto Ruvuma ni moja ya vivutio vikubwa vilivyopo kwenye hifadhi hiyo. Haya ni maeneo mahususi ambao mto Ruvuma ndio unamwaga maji yake kwenye bahari ya Hindi. Katika eneo hili la mto Ruvuma, hapa tunapata kuona misitu mikubwa ya mikoko, lakini pia kuna viumbe ambao wanaishi kwenye maji baridi kule. Kule unawapata mamba, unawapata viboko, lakini pia wameonekana aina tofauti tofauti za primates. Hapa nazungumzia viumbe kama nyani, tumbili, wapo pia katika maeneo hayo ya maingilio ya mto Ruvuma. Tukiachana na eneo la maingilio ya mto Ruvuma, moja ya bayoanuai ambayo ni muhimu na ipo kwenye hifadhi hii ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma, kuna viumbe hawa tunasema ni mamalia wa baharini. Japokuwa watu wengine wamekuwa wanakiwaita samaki, lakini hawa ni mamalia kutokana na kwamba sifa walizonazo ni sifa za kiumbe ambaye ni mamalia. Hapa nawazungumzia nyangumi, pia nawazungumzia pomboo. Hifadhi hii imebarikiwa kuwa na pomboo aina nyingi tofauti tofauti ambao wanapatikana ndani ya hifadhi mwaka mzima. Manake ukija kipindi cha Januari au ukija Disemba, muda wote utawakuta pomboo hapo, na wanatumia eneo hili la hifadhi kwa ajili ya chakula, wanatumia eneo hili la hifadhi kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Lakini mbali na pomboo au dolphins kwa lugha ya Kiingereza, hifadhi hii pia ina viumbe aina ya nyangumi. Nyangumi hao wamekuwa ni wanakuja kwa msimu, hasa kuanzia mwezi wa 7, lakini mwezi wa 11 wanaondoka. Sayansi ilifanya tafiti na ikagundua viumbe hao wamekuwa wakihama kwa kilomita nyingi sana kwa ajili ya kwenda kutafuta haya maeneo ambayo ni mazuri kwao, mfano wa maeneo ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma. Hili ni eneo ambalo kila mwaka nyangumi wamekuwa wakija, na tafiti zinaonyesha kwamba wanapokuja katika maeneo haya hasa huwa wanakuja kwa ajili ya kuzaliana pamoja na kuwakuza watoto wao. Kwa hiyo kiujumla wake hifadhi hii imebarikiwa na ina bayoanuai nyingi ambazo ni muhimu kwa kizazi hichi na vizazi vijavyo. Hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma ina jukumu muhimu la kuhifadhi na kusimamia rasilimali za bahari kwa misingi ya matumizi endelevu ili kulinda bayoanuai na kuhakikisha kuwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo vinaendelea kunufaika na rasilimali za bahari na pwani kiujumla. Shughuli zinazotekelezwa katika hifadhi hii zinajumuisha ulinzi wa mifumo muhimu ya ekolojia kama matumbawe, misitu ya mikoko na nyasi bahari. Pia pamoja na utekelezaji wa sheria na kanuni za uhifadhi ili kudhibiti uvuvi usiofuata sheria na shughuli nyingine zinazoweza kuharibu mazingira ya baharini. Aidha, hifadhi hufanya ufuatiliaji wa rasilimali na mazingira kwa kukusanya taarifa kuhusu hali ya matumbawe, samaki, mikoko, nyasi bahari na ubora wa maji, huku ikiratibu na kuwezesha tafiti mbalimbali za kisayansi zinazochangia katika kufanya maamuzi sahihi ya usimamizi. Hifadhi pia hushirikiana kwa karibu na jamii zinazozunguka eneo la hifadhi kupitia utoaji wa elimu ya uhifadhi wa mazingira,
uhamasishaji kuhusu matumizi endelevu ya rasilimali za bahari, pamoja na kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi kama ufugaji wa samaki, kilimo cha mwani, ufugaji wa kaa na utalii wa ekolojia. Vilevile, hifadhi husimamia na kuendeleza utalii wa mazingira, ikiwemo shughuli za kupiga mbizi, kutazama pomboo na nyangumi na utalii wa baharini, kwa kuzingatia misingi ya uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali. Kupitia shughuli hizi, hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maendeleo ya mto Ruvuma inaendelea kutekeleza dhamira yake ya kuhifadhi urithi wa bahari, huku ikichochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya wananchi. Mustafa anawakaribisha watu mbalimbali kutembelea kwenye hifadhi hiyo ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma ili kufurahia, kujifunza na kujionea vivutio mbalimbali vilivyopo ndani ya hifadhi hiyo. Tuchukue nafasi hii kuwakaribisha wageni mbalimbali wakaribie katika maeneo yetu ya hifadhi ili kujionea yale mazuri ambayo tuko nayo kama ambavyo tutoka kuyataja hapo, lakini pia kuweza kujifunza, basi kuweza kuelewa zaidi juu ya viumbe wa baharini pamoja na viumbe wanaopatikana katika maeneo haya ya pwani. Na jinsi ya kufika katika hifadhi yetu ni rahisi zaidi. Unaweza kutumia usafiri wa gari au unaweza kupanda boti kutoka mjini Mtwara moja kwa moja ukafika ndani ya hifadhi na ukapata hizo fursa ambazo nimezisema, kujifunza pamoja na kufurahi pamoja na marafiki na ndugu mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, hifadhi hiyo ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma iliyopo katika mkoa wa Mtwara ipo kwa ajili yako. Ni sehemu sahihi na salama kwa ajili ya utalii. Tenga muda sasa ili kujionea mazuri yanayopatikana kwenye hifadhi hiyo. Na huo ndio mwisho wa makala hii maalum inayoangazia historia ya vivutio mbalimbali vilivyopo kwenye hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma. Imeandaliwa na kusomwa kwako nami Karim Faida kutoka Faida Online TV. Asante na kwaheri.